hasa tuko hapa katika hii terminal yetu ya Mbagala. Sisi mfumo ambao tunatumia kwa watu ni mfumo wa kutumia kadi. Malipo yetu sisi tunayafanya kwa kadi. Ukifika pale unanunua kadi yako kwa shilingi 1000, unalipia nauli yako shilingi 750. Lakini pia tumeona tuko katika majaribio, tumeona muitikio wa wananchi katika haya mabasi yetu ya mwanzo ni muitikio mzuri, lakini zipo changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza, na sisi kama Moffat tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha hizi changamoto kwa asilimia kubwa tunazimaliza. Ipo changamoto kubwa sana ambayo inaendelea kujitokeza. Magari yetu yana uwezo wa kupakia watu 165, lakini watu wakae level seat ni watu 40 na watu 125 wanatakiwa wawe katika magari wakiwa wamesimama. Sasa changamoto kubwa sasa hivi ndugu zetu wa Mbagala wanataka kwenye magari yale wakishafika watu 40 magari yaondoke. Tukiwa tunafanya hivyo, hata sisi uendeshaji wetu kama hatutoweza kuipata namba ile ya watu 165, basi itakuwa changamoto sana. Itabidi hata ongezeko la nauli kidogo liongezeke ili tuweze kukidhi namna ya uendeshaji wa shughuli zetu hizi za mwendo kasi. Nyingine kwa hiyo anajaa magari. Namna ambavyo inakuja, kama wamefika pale gerezani terminal, gari imeshafika, kwanza wanaanza wale watu ambao wanataka kukaa kwenye seats, kwa sababu siku hizi kidogo ndugu zetu sisi wa Tanzania tumestaarabika. Watu wanajipanga kwenye line. Kwa hiyo wakishajipanga kwenye line, wanaingia wale watu wanaokaa kwenye level seats watu 40. Alafu unakuja kufunguliwa mlango wa mbele. Abiria ambao wanataka kusimama waingie. Wanaweza kuingia watu 10, wengine wasiingie. Wengine wanasema wanasubiri magari mengine. Na uzuri wa magari yetu sisi haya yana AC, na Mungu akijalia inshallah pia tutafunga na wifi. Kwa hiyo ni wasihi pia na kuwaomba ndugu zetu, wananchi wenzetu, miundombinu yetu hii ya magari tuitunze. Ukiitunza utafaidika wewe mtumiaji, ukiitunza atafaidika ndugu yako ambaye anakuja kuomba kazi ya udereva, ukiifunga nitafaidika mimi ambaye mwekezaji, na wote sasa tutaweza kufika katika lengo lote la pamoja kuipeleka mbele taifa letu. Kumalizia, lakini sio kwa nani sana. Umezungumzia kuitunza miundombinu. Yes. Moja changamoto iliyokuwepo hata katika mabasi yale mengine ambayo yameharibika, watu wamekuwa na uharibifu wa miundombinu. Nyinyi experience kwa kipindi hiki ambacho umeingiza mabasi barabarani, mabasi yenu yameanza kuharibika, watu wamekuwa kutumia vibaya miundombinu hiyo mabasi haya? Kwa kweli, cha kwanza kabisa sisi ni mara yetu ya kwanza kufanya hii jambo. Na sisi wa Tanzania kidogo tuna changamoto, mpaka mtu akishachukuliwa hatua ndio tunajua namna gani ya kuilinda miundombinu. Kuna wakati unaweza kukuta gari ya mwendo kasi inaenda hivi, mtu wa bodaboda anakufuata. Kwa hiyo tunahitaji pia kupeana elimu kwa muda mrefu, na sisi tunaitoa hiyo elimu, lakini tuwaombe watu wafuate sheria na taratibu na katiba ya nchi yetu. Wote tukiweza kufanya hivyo kwa pamoja, tutaweza kufanikiwa katika kuitunza hii miundombinu yetu ya magari pamoja na barabara zetu. Kama ulivyosema mwenyewe, Moffat wamekuja pale kwa jahazi. Moffat wao ruti yao ni ya phase 2 ambayo ni Mbagala. Alafu unaona rangi hizi rangi, nasikia watu wanabeza sijui za kijani. Jamani, kuna mambo ya mazingira. Hiyo kijani inahusiana au hamsikii mambo ya green economy? Hizi zinatumia gesi, na hiyo rangi has nothing to do na Yanga au na kitu kingine chochote mnachowaza. Ni masuala mazima tu ya mazingira. Kwa hiyo Moffat kule wako tu kusaidia. Yatakapofika mabasi ambayo yako yanakotoka huko, Moffat atarudi kwenye njia yao, kwa sababu Mbagala hii tunavyoiona, kutakuwa na Mbagala Kivukoni, Mbagala Moroko, sasa hivi tuko na Mbagala gerezani. Kama haitoshi, kuna watu watakuwa wanatoka Kigamboni kuja hapa, watu wanatoka Mkuranga, Chamazi, watakuwa wanaletwa na fida kuletwa hapa. Kwa hiyo hapa kuna mabasi yanatakiwa 255. Tunavyoongea sasa hizi kuna mabasi tayari 200, lakini 60 ndio yameazimwa. Hayachukuliwa, yameazimwa. Shida kubwa ya mwendo kasi hasa ilikuwa BRT1 ile ya awamu ya kwanza. Nauli zao sisi tuliona ukusanyaji wa nauli sio sawa, kwa sababu walikuwa watumia mfumo wa kielektroniki. Kwa hiyo ilikuwa kuongezea mzigo wa Tanzania, kwa sababu gharama za uendeshaji ni kubwa ndio, lakini unakusanya na udhibiti wa kukusanya ukoje.
Kwa hiyo tulifanya mchakato wa zile nauli, tukaona ni kweli nauli ambayo tungeweza kuipandisha wakati ule ingeweza kufika hata 1000 kwa wakati ule mwaka 2022. Sasa 1000 tukaambia kwanza mweke mfumo mzuri wa kukusanya mapato ya sasa, tujiridhishe. Na kama mliona katika ile amri yetu tulitangaza tarehe 30 Disemba 22 katika vitu tunasema follow up measures, yani mambo ya kufuatilia. Kwanza unganisha mfumo, utumie mfumo wa kadi au wa kielektroniki kama tunavyofanya kwenye mabasi. Sasa tumekwenda muda mrefu kidogo, hili alikuweza kufanyika, kwa hiyo tukazuia ule na mabasi yakawa pia hayaendi kuongezwa, mabovu yanazidi kupungua. Hatungeweza kuongeza nauli. Mwekezaji huyu wakati anakuja sasa, tumeona uwekezaji wake, lakini pia nauli zina utaratibu. Lazima aje, alete maombi, tuyasikilize, tuwalete kwenye wadau, tutoe maoni. Kwa hiyo sasa kila saa kienda na watu hao itakuwa vigumu. Kwa hiyo kwa sababu tumesema tumwangalie kwanza, tujiridhishe, na ndio maana tunafanya kazi kwa karibu. Amekuja mwenzetu wa dati BRT, tunapozungumzia BRT itahusu pia BRT1. Itakuwa hii BRT2 ya Mbagala, yani BRT1 ni ile ya kwenda mpaka Kimara. Tutaangalia, lakini kwa sasa hivi tunasema kwanza waboreshe. Na nyinyi mnafahamu usafiri wa sasa hivi maeneo kama haya Mbagala watu wanasafiri kwa pikipiki. Na hiyo 1000 wanalipa, wengine 1500, 2000. Ila sisi tukijiridhisha tutawapa, lakini sio sasa. Tunataka kwanza tuone huduma zimeboreka, kila mtu anafurahia. Tupunguze foleni. Kuna mabasi bado yako katika hizo njia nyingine. Kuna watu wanakwenda na mapikipiki wanajazana watatu. Ajali kila siku zinatokea. Tunapoteza nguvu kazi, tunapoteza maisha ya watu, tunapoteza mali, tunatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa hakika huu ni usafiri mzuri, na tunaomba Watanzania wautumie usafiri huu ili mwekezaji naye pia aweze kupata fedha zake, aweze kurejesha mkopo. Maana yake huu ni mkopo wa hela nyingi sana. Tutumie usafiri huu wa uhakika, matumizi ya gesi, alafu tunakwenda pia kuangalia mfumo wa usimamizi wa haya magari. Serikali imeshafanya maamuzi kwamba sasa sio LATRA atakwenda moja kwa moja kuwasimamia hawa watu wa huduma. Tutampa sasa sisi leseni dati. Utaratibu ambao mpaka leo upo ni kwamba dati yeye mwenyewe yupo pale, lakini sisi hatumdhibiti dati. Sisi tunamdhibiti mtu wa huduma. Mfumo huu unavyokuwa, na tumepata uzoefu duniani, lazima awepo dati kama msimamizi wao hawa. Kwa hiyo tutakapoona sasa tunawapa nauli ile ya muda, tutampa nafasi dati alete maombi sasa ambayo tutaleta kwa wananchi. Ile nauli ambayo sasa kweli kufuatana na uwekezaji uliofanyika hapa, hizo ndo nauli ambazo zitaenda kutumika. Lakini kwa sasa hivi kwanza tutizame, tujiridhishe mifumo kama mlivyozungumza hapo, mifumo inafanya vizuri, watu wanasafiri vizuri, tutawapa nauli ya kuanzia. Lakini kwa sasa hivi endeleeni kuboresha hizi huduma, na sisi tuendelea kufuatilia, na ndio maana leo tumekuja kwa pamoja sisi wote watatu pamoja na huyu wa 4 ambaye yuko njia hii, ili tufanye kazi kwa kushirikiana. Watanzania waweze kufikia nauli, mtu wa huduma aweze uwekezaji wake aweze kumlipa, arejeshe mkopo, naye apate faida kidogo ya uwekezaji wake. Naye ana familia, ana shughuli zake, sio anunue mabasi kwa ajili yetu yeye hapati chochote. Hilo ndo naweza kusema kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi hawa bado hawajatuletea maombi, lakini kwa utaratibu ambao tumezungumza ni kwamba utaratibu ambao tunakwenda kutumia sasa ni dati ndo atakayetakiwa kuleta maombi. Na ndio maana huyu ni mgeni kwenye sekta, amezungumza na nyinyi hapa. Hawezi akaja moja kwa moja akasema mimi nataka nauli. Lakini wakati anaanza kufanya uwekezaji wake, alifanya study yake na kujiridhisha kwamba kuna nauli ambaye anaweza kujiendesha nayo. Lakini sisi tunamwambia pia tutakupa nauli ambaye sisi kama regulator tulishaifanyia kazi. Alafu hiyo ambayo unaweza kuona labda ndio uwekezaji wako italetwa na dati. Sasa wakati huo tutakuwa tumempa dati sasa kibali yeye kama msimamizi wa wasafirishaji wote. Na mmeona kama sasa hivi mabasi yanapoingia hapa sasa hivi yanaoshwa kwanza. Huyu ni mtu wa huduma. Anayekisha gari limeoshwa kabla hajajazwa gesi ni dati. Kwa hiyo anasimamia usafi wa magari dati. Ana KPI zile key performance indicators. Kwa hiyo dati ana jukumu la kuwasimamia hawa waende vizuri. LATRA sasa haizi kuja tena huku kuangalia wamevaa uniform, wamefanya usafi wa magari. Ni kama vile unakasimu yale madaraka, lakini tunampa leseni kama mtu wa huduma kwa sababu ana mikataba inakuwa rahisi sasa kuendesha hizi huduma za BRT. Kwa hiyo nauli ambayo sisi tunaona tunaweza tukampa, ambayo tulishaifanyia kazi mwaka 22 ni shilingi 1000. Na mnafahamu kwenye daladala nauli ya juu ni shilingi 1400, safari ambayo inakwenda kilomita 36 mpaka. Kwa hiyo sio nauli kubwa hiyo. Ila hatutampa sasa. Fanya kwanza tujiridhishe, kila Mtanzania akipanda hapa anafurahi. Wifi zinakuja,
tunaamini, lakini wifi sio input ambayo ilitumika wakati ule, na ililetwa pia na dati nafikiri walileta maombi yao. Sisi tunaona inawezekana. Kwa sababu unapandaje pikipiki 1000? Hata hapa nikisema napanda naenda Mzinga pale napigwa 1000. Sioni shida mimi kuwapa hiyo. Lakini kwanza hebu wafanye kazi yao kwa sasa hivi.